Oh, rakarabo, sharabo. Declare the name of Jesus. Abia Mungu akapatana na kazi zako sasa. Rakasanda rabarado sharara. Nikamara barado shenderere yarado shenderere. Rakarabara bahadara bashandara yarado shenderere. Adoeni zipiti nasikia roho Mungu akitandaa katika nyumba hii. Adoeni zipiti kuziweke kwa kando kwa sababu unasikia kuna nguvu ya Mungu imeshuka. Kuna presence of God lazima ifanye kazi katika mahali hapa. Katika madhabahu hapa lazima ifungue watu. La kaparabara busha. Kama hii neno ni ya kuombea ama ni ya kuchunguza mbele ya Mungu vingi utafanya. Amen. Kwa sababu maombi yale tulikuwa tunaomba hizo enzi. Hata si hizo enzi. Zile nimeomba wiki hii tu. Mungu akitimisha mimi hata mwezi kaniona tena. Akitimiza tu niseme sasa nimesikia maombi hayo yote. Hata kuna wakati Mungu anasemanga amesikia maombi yetu lakini huwa anaenda kuchunguza kidogo. Naona ni kama alisikia moja, mengine hakusikia kwa sababu vile nilikuwa nimetaja ametimiza kidogo sana. So amesikia lakini ni kama mengine alitupilia bali. Amen. Na Mungu ni mwaminifu sana. So maombi yetu tunafaa kuiangalia sana. Tunaangalia kama Mungu anataka hivi ama Mungu anatakaje. Twende namna gani? Amen. Ndio sasa huwa tunajiangalia mbele za Mungu, unaona sasa hapa nafaa kufanya nini? Hapa nafaa kufanya nini? Hapa hii ni mambo ya kufast. Kuna wakati tunakuwa tunataka nguvu za Mungu. Haziwezi kaletwa na kitu kingine isipokuwa fast. Fasting and pray. Unafunga, unalia. Hapa kuna watu hawajai omba wakalia. Hapa tupo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpo ambao sasa huwezi kaomba mpaka uwezwe na nguvu ya Mungu. Kama hujai omba ukalia, huwezangwe na nguvu ya Mungu. Nasema ati wale wanaopanga unakumbuka radi ile inakuja kufunga nyuma ya zakulia. Mungu wangu nitatoa wapi mimi sasa? Ati ndio amekuja leo. Sisemi hivyo, kuwezwa na nguvu za Mungu ambao umeweza kuambia Mungu wewe ni mwema, yani unasikia kiasi ya kwamba kuna nguvu zimekushika sasa, zimekukamata. Zimemaliza mwili, Mungu amebaki yeye ni Mungu tu kwako. Amen. Nasema hivi lakini si ati unasema nilienda kazi kakauka sana. Mungu wangu hivi. Umealinichapa kwa mimoja. Na hata jana alinigonga teke. Hapana. Semi hizo. Si machozi hayo. Nasema machozi ambao unaomba unasikia. Yes. God is God in me. Ni Mungu tu kwangu ni Mungu tu. Amen. Nasikia uwezo wake umekuweza kabisa. Amen. Na kuna watu ambao sasa kuna mafundisho kuna mahubiri ambao nilikuwa nimepanga kuhubiri lakini nilikuwa jiani. Mungu akaniambia hapana. Nataka uhubiri hivi. Na ndipo namuelekeza sasa. Kwa hapo kwa uwezo wa Mungu na nguvu ambazo zinatokana na mkononi mwa Mungu na presence of God. Presence. Uwepo wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wale wanakuwa na rejection, kitu mmoja wanakuwa wamekosa ni uwepo wa Mungu. Presence of God. Kwa sababu presence ikiwa I don't know how to put it. Presence ikiwa iko juu yako inafugaga macho ya binadamu wasikuone kama wewe ni mtu wa kawaida, wanakuona kile Mungu anataka. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Presence, wakati uko in presence, wakati una presence, uwepo huo wa Mungu uko ndani yako, favor looking for you. Si wewe unatafuta favor kule. Favor inakuangalia wewe, inakuja mahali upo. Inakuangalia. Favor.
Amen. Kai. Naona kama hamuelewi. Sijui nitafanyaje sasa. Kwa sababu ile nguvu nasikia iko mahali hapa ni ya hivyo kuwarudisha hivi. Amen. So unakuta kazi yako imebadilishwa wakati presence of God imekuja. Hata kanisa kama hii tuseme presence of God imeshuka immediately, utaona kumechange. Utasikia weather imechange, unasikia kama kuna kitu kiko angani, yani hapa mpo unasikia. Sasa kama hivi nimesimama hapa nasikia kama tuko na watu 5 hapa wamenizingira. Huo ni uwepo sasa. Si kama ushaiomba ukasikia hivyo. Huo bangi kama hujaiomba ukasikia hivyo. Amen. Wakati uwepo uko ukiomba unaweza mpaka wewe mwenyewe, kwa sababu umeenda tu kizama, umechechiwa mind na umeingia kwenye maono. Si unasikia kuna watu wanasemanga nimeonyeshwa vision tukiomba. Nilikuwa mahali kama kulikuwa na kitu nini. Ni wakati umezama kwenye maombi, kukiwa na presence of God. Hallelujah. Na ukiwa kwenye presence of God ukiomba, kuna wakati unaweza omba uone kama umewekwa, yani ukiomba hivi umefunga macho ujielewi, unasikia umeinuliwa, umechukuliwa, ni kama umechukuliwa uko mahali juu. I'm prophet ndio nasema hivyo sasa, kwa sababu mimi najua haya mambo yote. Amen. Unasikia ni kama umechukuliwa, umewekwa mahali, unaona kama huoni chini, umewekwa chini. That is presence of God. Amen. Ukiomba ukisikia dry kabisa, ni kama unajiongeleshea mwenyewe, ni kama tu unawika, achana hao maombi yetu kanali, kwa sababu hakuna mahali naenda. Lakini ukiomba maombi iko na uwepo. I want to teach you about presence of God. Presence of God. Amen. Wakati ule presence inashuka. Tunaweza anza saa hivi naona tukianza hivi nimeweza kuhubiri, mimi natumika. Lakini presence haijakuja na nguvu sana. Sasa hivyo naenda nikimhubiria itaenda ikishuka. Tujana kumaliza ishuke kabisa. Ishuke sasa na nguvu. Hata unaweza ona watu wanaanguka chini. Kwa sababu presence imekuja, presence imeshuka. Amen. Na wakati uwepo umeshuka, lazima uchange mambo. Lazima uondoe ule utu hauna maana tena. Kuna wakati tulikuwa tunasema kitambo kidogo watoro. Tulikuwa tunasema hizi kanisa zina mambo. Watu wakianguka hivyo. Amen. Lakini nilikuja kuzama katika undani wa kiroho na kuomba sana. Nikasikia hata kuna wakati mmoja nilikuwa mlimani. Nikaomba sana kwa sababu niliomba 4 hours non stop. Nikiomba. Lakini ni saa 4 sikuwa najua venye naomba. Kwa sababu nilikuwa naomba tu na lugha, unasikia kuna siko duniani tena. Nikaenda hivyo. Wakati niliamuka nilikuta nilianguka, nikalala na nikasikia ati kuna mambo nimefanyiwa makubwa sana. Kuna kazi ati nimefanyiwa kazi kubwa sana. Mungu akinitengeneza mafikiri yangu nini, venye nitaenda kuhubiri, venye nitaenda kuambia watu, venye nitaenda kufanya kazi ya Mungu, ati kuna vitu nilikuwa naunganishwa nazo. Amen. Wakati presence ilikuja. Amen. Mnataka presence? Na simpokee in the name of Jesus. Pokeeni presence in the name of Jesus. Uwepo huo na ushuke ndani yenu. Mwendake na uwepo. Hata kazini yenu mfanye kazi na uwepo. Mahali unakaa ukae na uwepo. Kule nyumbani kwako kaa na uwepo. Hey, uwepo unabadilishaga mambo in the name of Jesus. Unabadilishaga mambo. Mungu anakuwa si mtu wa kawaida tena, bali ni Mungu anaishi ndani yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo huo ndio na utuma kwako sasa. Kwa sababu wakati ule unaona umekaukiwa, kazini kwako kumekauka, nyumba yako haina amani. Kwa sababu ukisikia nyumba yako yani hakuna amani, unaingia nyumba unasikia tu mpaka mwili wako umechange.
unasikia umekasirika with nothing, jua hakuna uwepo. Ita Mungu akuje, aleta uwepo kwako. Uwepo wako kiingia ndani kwako, hata utakuwa unaingia kwako, unasikia hata makelele. Hata wale mama wanapiga makelele sana, unasikia mtu anapiga makelele, mtoto ni kama bure, ni kama baba yako Shetani anatutia mtoto, kwa sababu hakuna uwepo kule. Amen. Mungu hawezi kama hali kuna matusi makubwa na roho gumu, yani roho yenye ugumu sana. Mungu hawezi ishi hapo, na uwepo huwezi ishi hapo. So siku zote unasikia na ugumu, yani unasikia roho yako ni gumu sana, jua uwepo wa Mungu umepotelea na huo uwepo kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu si matajiri sana, lakini penye wanakaanga, penye huwa wanakaa, unaona ni kama matajiri sana, kwa sababu uwepo ulishuka ukabadilisha maidi zao, ukawabadilisha mpaka kuona mambo venye wanaonanga mambo, wamebadilishwa. Yaani wanaonanga wao tu ni kama matajiri, kwa sababu wamejishikanisha tu na Mungu, na Mungu akawabariki wakaweza kuendelea. Haleluya. Lakini ukisikia mtu mpaka siku zote uwepo, hana uwepo, siku zote ni challenges, ana challenge Mungu. Mtu ana uwepo ndani yake, hata kuamka asubuhi napiga magoti ambia Mungu ni asante. Mungu nimeamka, mimi niko hai, hata kama sijalipa nyumba nitailipa. Amen. Kwa sababu maandiko inasemanga kama uko hai kuna hope. Mtu wote ako hai, wale Mungu hayuko pamoja nao kabisa ni wale wamekufa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale wamekufa, kwa sababu Mungu naye si wa wale wafu, ni wale wako hai. As long as uko hai, kuna jambo inaweza tendeka. In the name of Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi, glory in the name of Jesus. As long as uko hai siku ya leo, kuna jambo litatendeka katika maishani mwako. Hallelujah. Vikwazo vitaondolewa, roho zote chafu zitaondolewa, kwa sababu ule muamini ako na nguvu kushinda hicho. Ule muamini ako na nguvu kuliko hicho. Amen. So, jikabidhie mkononi mwa Mungu. Connect yourself na neno la Mungu kabisa. Usikie uwepo ukishuka, kwa sababu nataka uwepo ushuke hapa siku ya leo, na ubadilishe mawazo zenu, ubadilishe mambo zenu zote, mkakuwe watu hodari, yani watu hodari. Amen. Sijui kama mnajua watu hodari ni watu ambao hata wakijaribiwa na Shetani waonaki majaribu, wanaona Mungu tu. Lakini mtu wa kuona majaribu, kila mara unaona majaribu. Ati ukiona majaribu hivi unataka kukimbia. Unataka kukimbia majaribu, pelekewe nani? Haiwezi kapelekewa miti, haiwezi kapelekewa wanyama, inapelekewa kwa watu. Ndio mtu akipita majaribu. Amen. Haleluya. Ukipita majaribu, uvuke kwenye ng'ambo ile nyingine, utukufu urudie Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So, lazima tukubali wakati tunajaribiwa, tujue tutatokea kama dhahabu. Kwa sababu dhahabu yenyewe huwa haijaribiwi na pesa, huwa haijaribiwi na maji, inajaribiwa na moto, na si moto kidogo. Ni moto ule sasa, moto ule wa makali. Yaani moto ule. Dhahabu sasa inakambo hapo, ni sasa itofautishe, ijulikane iko imeng'aa. Inawekwa kwa huo moto, inakaa hapo. Moto unawekwa mkali sana. Inaua. Inachomeka kama masaa 3 hivi. Inachomeka. Alafu sasa wanasema acha tuzime sasa, tuangalie dhahabu ni ipi sasa. Wanaangalia dhahabu ni gani. Kama haikuwa dhahabu, haiwezi onekana hapo tena. Amen. Haleluya. Furahini wakati ule mnajaribiwa, kwa sababu kujaribiwa kwenu kutatuma mung'ae kama dhahabu. Nyota zenu zitang'aa mkijaribiwa. Amen. Hakuna yule aliteuliwa na Mungu. Hakuna mtumishi wote aliteuliwa na Mungu akiwa comfortable, ati kwake nyumba akiwa kwa raha, ati ndio Mungu alimteuliwa. Tunateuliwa kwa kule kwenye jangwani. Tunajaribiwa na mambo zote, mambo magumu sana ndio tupite, kwa sababu ni dhahabu hiyo. Haleluya. Wakati unaona majaribu saa zote, jua hapa kuna ushindi. Usione kataa tamaa, jua hapa kuna ushindi wa Mungu. Haleluya. Wakati utaona maadui wamekuinukia, jua hii ni nyota inang'aa sasa. Nyota yako imeinuka.
ndio sasa maadui wameinuka wote, wameiona. Haleluya, haleluya. Maadui wakiona nyota yako lazima wainukie, kwa sababu hawataki uendelee. Lakini ukiona hakuna mtu anashughulika na wewe, siku zote hakuna mtu akaona haja na wewe kabisa, nyota yako ilizimwa. Ilizimwa kitambo sana, ni venye hujijui. Amen. Wakati unasikia mtu akikwambia nilikuwa nimekujaribu mpaka kwa waganga wewe nikakupeleka, lakini haukufa, jua kumbe Mungu yuko kazini. Nyota yako yangu inang'aa kabisa. Hallelujah. Praise be in the name of the Lord. Hallelujah. Mimi ningetaka tusome hiyo neno la about presence of God. Msome Act. Soma Act tusikie the presence of God. Presence, wakati uwepo unakujanga. Shanda la 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 shalabo. Shalabo. Presence of God. Act 3, Matendo ya Mtume ni 3, unisomee mstari wa 19. Kizungu ni act, Kikuyu ni atomuo, Kikamba ni mitume na Kimasai, kwa sababu Mungu amenijalia kujua lugha nyingi, hata Kimasai. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefika hapo? Simama usome. Haya, nisome haraka kwa sababu nataka tutasoma maandiko kadhaa ambayo inalingana kuhusu the presence of God. Presence of God, kwa sababu nataka uwepo ushuke katika maisha yako. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 3 kutoka hapo. Yes. Neno la Mungu linasema kwamba, neno la Mungu linasemaje? Kwa hiyo tubuni mgeukie Mungu. Ningetaka usome na nguvu kabisa. Kwa hiyo tubuni mgeukie Mungu. Kwa hiyo tubuni mgeukie Mungu ili azifute dhambi zenu. Ili Mungu azifute dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wote nimemfundisha hapa sana kuhusu kutubu. Wakati unatubu makosa yako, unatubu, naye Mungu huonekana sana. Kwa sababu wakati wote hujaamini wewe ni mkosaji, Mungu hawezi kaonekana. Na Mungu hawezi akakusamehea. Anakusamehea nini? Wakati umeambia Mungu, mimi ni mkosaji na nataka tu unisamehe makosa yangu. Unasamehe mimi dhambi zangu. Unalilia Mungu. Na mpate nguvu za kiroho kutoka kwa Bwana. Yote. Kwa hiyo tubuni mgeukie Mungu ili azifute dhambi zenu. Ili Mungu naye akazifute dhambi zenu. Na mpate nguvu za kiroho kutoka kwa Bwana. Na mpate nguvu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote utatubu, Mungu akuhurumie na kuondolea makosa yako. Kile kinafuata ni nguvu, ni uwepo, nguvu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati kile kinafuata hapo, wakati Mungu amekusamehe, ni nguvu ambazo zinatuma kutenganisha na dhambi zote, ndio usifanye unajisi tena, ama usikosee tena ufanye dhambi. So lazima kuwe na roho ataingia hapo katikati akutenganishe na dhambi zile, kwa sababu Mungu kama amekusamehe, lazima Roho Mtakatifu ashuke akutenganishe na dhambi za kitambo. Na ndio sasa tunasemaga ukiokoka, mambo yale ulikuwa umefanya kitambo imesaulika, kwa sababu kumekuwa na disconnect. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. So mkifanya haya yote utapokea uwepo na ni nguvu ya kiroho. Naye atampeleka Kristo, yani Yesu, ambaye alichaguliwa tangu awali. Naye atapeleka Kristo, yani yule Yesu ambaye alichaguliwa tangu awali kwa ajili yenu. Ambaye yule Yesu alichaguliwa kwa sababu yetu. Yeye hana budi kukaa mbinguni. Yeye hana budi kukaa kule mbinguni
mpaka wakati Mungu atakapofanya kila kitu kuwa kipya tena. Mpaka Bwana Yesu asifiwe. Wakati unajua ni nini? Wakati ule sasa mitume waliachwa, waliambiwa wasitoke kabla. So kuna roho ametumwa. Kuna Roho Mtakatifu ametumwa juu yao. Sasa wakaambiwa kwamba wakae hapo wakitubu dhambi, alafu Roho wa Mungu atawashukia, na kwa sababu Yesu ameenda tayari, yuko mbinguni, Yesu atarudi, na huo Roho wa Mtakatifu wa Mungu atasaidia kuchange. Venye nimemwambia uwepo una change mambo. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo nguvu za kiroho ndizo zita change mambo. Na ndio Mkristiano wote hafai kuwa hana Roho Mtakatifu, kwa sababu sisi ni watu wengi sana. Sisi mkituona hivi tupo hapa ni watu mamilioni, kwa sababu kila mahali unaenda unafaa kuwa unaenda una change, kwa sababu Roho Mtakatifu ako juu yako na presence ya Mungu iko ndani yako. Sasa una change hiyo area yote. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta sasa watu maelfu wangapi wameokoka hapo. Sasa huyu na yeye ameokoka yole sasa pale. Sasa area yake yote watoroeka yole. Bwana Yesu asifiwe. Akoka yole pale. Sasa area yake yote ina watu kama 3,000 hivi. Nao wamechichiwa na yeye kwa sababu yeye ana Roho Mtakatifu. Amen. Kile tunakoka sida nacho kabisa, hatuna roho. Hatuna uwepo wa Roho Mtakatifu. Hatuna uwepo huu tunasema presence of God. Presence. Amen. Kwa sababu wakati unaanza kuomba na in Holy Spirit, the presence of God came. Bwana Yesu asifiwe. Inakujaka na nguvu sana, kwa sababu unaomba ukiwa si binadamu tena, bali unaomba ukiwa katika ulimwengu wa kiroho, katika Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya. Tutabadilisha mawazo yetu. Kile nataka ya kwanza siku ya leo ni Mungu ashukishe hiyo neema, hiyo presence, ichange my design. Maone yenu ya mambo venye mnaonanga mambo. Change my design is change. Kama unaonanga tu hawezi pita hapo, Mungu akuonyeshe unaweza wenda bali. Kama mafikiri yako inakuonyeshanga ya kwamba mimi nilifika mwisho. Yaani presence ikikuja itakuonyesha kuna kule nilikuwa nakupeleka wewe. Ni nini? Simama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kule nilikuwa nakupeleka. Tutaenda, bado tuko safarini. Haleluya. Wale mmefika mwisho hapa, huo ni mwanzo sasa. In the name of Jesus. In the name above other names. In the name of Jesus. Huo ni mwanzo tunaanza sasa, kwa sababu kuna presence of God na imeshuka katika kanisa mahali ambapo upo uchange. Hallelujah. Amen. Nampate acha nianze hapo 21. Yeye hana budi kukaa mbinguni. Yeye hana budi kukaa kule mbinguni mpaka wakati atakapofanya kila kitu kuwa kipya tena. Mpaka wakati atafanya kitu kuwa kipya tena. Na alivyomtaka tangu zamani. Na alivyofanya kutoka pale zamani. Kwa kupitia kwa manabii wake watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma sasa Exodus 33. Anza safari uondoke hapa. Anza safari uondoke hapa. Wewe na watu hao uliowatoa nchini Misri. Ningetaka uanze pale katika utaenda kidogo, wacha nikwambie mahali utaanza hapo. 33 ningetaka uanze kutoka 12. Yes, kutoka hapo 12. Anza hapo 12. Neno linasema, yasemaje? Moses akamwambia Mwenyezi Mungu. Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, Tazama, wewe Mungu waniambia waongoze watu hawa. Niwaongoze watu hawa. Lakini hujanijulisha ni nani atakayemtumia anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa sasa akasema sasa Mungu ananiambia kwamba nipeleke hawa watu. Lakini Mungu hajanijibu mimi, hajaniambia nani atamtuma mbele yetu. Hata hivyo umesema kwamba unanijua kwa jina na pia kwamba nimepata fadhili mbele zako. Sasa basi
Sasa basi nakusihi kama kweli nimepata fadhili mbele yako, kama kweli nitapata fadhili mbele zako, nionyeshe sasa njia zako. Nionyeshe njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipelekana na Mungu vizuri, atashukisha uwepo na atakuonyesha njia zake. Maana Mungu alionyeshwa ya kwamba nimekukubali. Mungu akamwonyesha nimekukubali. Amen. Wakaanza kuogeana. Sasa ningetaka uone nguvu ya bao ya kuongea na Mungu na nguvu ya kuomba. Mungu alikuwa anaenda mpaka 40 days mlimani kuomba. Alikuwa na mwili kama mimi. Watu wengi naambiaga hapa fugeni wanasema mimi nitakufa, mimi ni mgode sana, tunaenda siku 21. Nakufa kesho. Kwa nini ukufe kesho? Moses, hakuna different ya Moses na mimi. Mwili wake ni mwili huyu tu. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wake ni kama mwili wako. Kutrain ndio alitrain brain yake, lazima afuate Mungu na kile Mungu anakisema yeye. Amen. Hapa nikisema sasa tutaenda 7 days na hakuna kukula chochote, wengine wataondoka mpaka kanisa hii. Wakuja waulizage walimaliza nikuje. Tukimaliza sasa asikuje hiyo Sunday ya kuja Sunday ya pili sasa. Kwa sababu watu hawataki kuomba. Wanataka Mungu atende mambo na hawataki kuomba. Atatenda aje? Amen. Sasa nilikuwa nakurudisha hivi. Wakati ule Musa alikuwa naongea na Mungu kule mlimani, yani wakati ule alikuwa naomba. Kwa sababu kule alikuwa anaomba kabisa. Lakini sasa ni kumefika wakati si kuomba tena, anaongea na Mungu kama ndugu yake. Wakati mmesikizana na Mungu mnaongeanga hapa kwa hapa. Lakini sasa hapa nikiuliza Mungu, mtu mliongea na Mungu siku gani? Hamjaongea na Mungu kabisa. Wewe umemaliza mpaka mwezi hautaisikia sauti ya Mungu. Umemaliza mwaka hautaisikia sauti ya Mungu. Hata ujue Mungu anaongeanga na wewe kivipi. Kwa sababu Mungu anaongeanga na wewe na njia nyingi sana. Kuna sign ambao Mungu anaongea nazo kwako sasa. Na kuna vile Mungu anaweza kaongea na yeye kwako kuhusu maandiko. Yaani Mungu anaongeanga na wewe kuhusu tu maandiko. Wewe ukisoma maandiko tu unajua jibu la Mungu anataka vipi. Na kuna mwingine anataka sauti. Unasikia sauti kabisa. Na kuna mwingine sauti yake ya final ya Mungu kuongea na wewe ni ndoto. Amen. Sijui wewe umenipata vizuri ama unipati. Umejua bahari Mungu anaongeanga na wewe. Huwezi kaa maisha hivyo tu, ati ukae tu, uishi tu wewe, ati unaishi tu wewe uishi tu. Hapana. Ati fanye tu Mungu anataka, ati vile tu Mungu anataka. Wewe unaishi tu vile tu Mungu anataka. Hapana. Lazima uangalie taratibu. Amen. Na ujue Mungu anaongea gaje? Tunaendanga na Mungu vipi? Wewe haikuwa uliokoka kitambo tu, uko tu kwa Mungu. Bwana Yesu tu asifiwe. Bwana Yesu tu asifiwe. Hujui njia za Mungu, hujui Mungu anataka nini na wewe, hujui Mungu anakuongoza wapi. Ni shida kubwa sana katika maisha yako. Wale wako kwa wachawi wanaondoka kila jioni, wanaendanga hata kila wiki ama mwezi, wakipeleka vitu zao mpaka pesa zao kwa mganga watengenezewe, wauliwe mtu fulani, kazi zao zitengenezwe, watoto wao watengenezwe. Wengine wanapewa mpaka hilizi. Wanapewa hilizi, wanaenda kufungia watoto wao huku. Mtoto ni mdogo tu, mchanga kabisa, lakini kuna kitu amefungwa tu kitu kalao. Hilizi tu amepewa kule kwa mganga. Wewe uko kwa Mungu, hufanyaji chochote. Una watoto, una kazi za kwako, una nini? Una mambo mengi unahitaji Mungu, lakini ushughuliki. Utasaidikaje? Amen. Ni watu wa Mungu wamepitwa sana na watu wa ulimwengu, kwa sababu wewe uliokoka ukasema tu niliokoka. Yesu alisema samehe dhambi. Mimi nimeokoka kwa sababu Yesu amenisamehe dhambi. Na sauti yake huijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujui sauti yake kabisa. Uwepo wa Mungu hujui hata ukishuka. Amen. Nienda mahali tukaanza kufanya deliverance wakati nilikuwa na abudu wimbo tu.
nikaabudu wimbo tu wa kuabudu, nikaenda tu nikiabudu, ukaanza kufanyika deliverance. Watu wengine hawajui uwepo, wanacheka. Nikawauliza, mnacheka wakati mapepo zinaondoka? Sitamfuata nyinyi masikuje kwenu. Yaani watu hawajielewi. Watu hawajui wakati ule Mungu ameshuka ama Mungu hayuko. Amen. Mimi hata nikienda mahali Mungu hayuko na nakwambia hadharani, hapa Mungu hayuko, maybe akuje baadaye. Wenye nasikia hayuko. Kwa sababu najua uwepo wa Mungu. Najua sauti ya Mungu inaongea gani. Kitu ya kwanza lazima usikie uwepo wa Mungu upo, alafu sauti baadaye. Sauti haiwezi kuja mahali hapana uwepo wake. Mnanisikia vizuri? Sauti ya Mungu haiwezi kuja mahali tu hapana uwepo. Lakini ukisikia kuna uwepo, tarajia sauti any time. Sauti itakuja any time kama kuna uwepo. Haleluya! Kanisa, haleluya! Wakati mliingia huku mlisikia ati kuna uwepo. Kuna uwepo, si mseme la ama ndio. Kuna uwepo. Sasa tarajieni sauti anytime. Anytime sauti ya Mungu inaweza shuka anytime. Hallelujah. I love Jesus. Tuendelee kusoma kwa sababu hapo kidogo kuna mambo nataka tusome. Sasa basi nakusihi, kama kweli nimepata fadhili mbele yako, nionyeshe sasa njia zako. Nionyeshe njia zako ili nipate kukujua na kupata fadhili mbele zako. Ndio niweze kukujua na nipate fadhili mbele zako. Naomba ukumbuke pia kwamba taifa hili ni watu wako. Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe na nitakupa faraja. Musa akasema, kama wewe binafsi utakwenda pamoja nami, basi usituondoe mahala hapa. Maana nitajuaje kuwa nimepata fadhili mbele zako, mimi na watu wako, kama usipokwenda pamoja nasi? Ukienda pamoja nasi. Mr. Wakili, unafuata vibaya. Soma sentence vizuri. Nitajuaje kama uko pamoja nasi, isipokuwa vile utatutoa hapa uende pamoja nasi. Lakini usitwambie tuende. Amen. Musa akaambia Mungu wangu, kwa sababu sasa wamekuwa na usikizano. Na kwanza ona mtu wa Mungu kabisa. Mtu wa Mungu ambao Mungu anampenda, anamsikiza. Mungu anaongea na Musa, anamwambia kwamba niko pamoja na nyinyi na nitaenda pamoja na nyinyi. Wewe Mungu amekuhakikishia nini? Kuna kitu Mungu amekwambia nitaenda pamoja na wewe na nitakuonyesha hivi, nitakupa hiki, nitakupeleka wapi? Kuna kitu Mungu amekwambia kweli? Umeambiwa nifanye, haujielewi. Unajua kuna watu wengine Mungu anawaahidi vitu lakini hawajielewi. Mungu anakuambia, Mr. Mutua, fanya hivi. Lakini nasikia tu. Sasa hivi mambo gani sasa hivi? Mungu anakuambia, fanya hivi. Niko pamoja na wewe. Nikuongoza, nikufikisha mahali nakupeleka. Lakini hujielewi. Eleweni sauti ya Mungu kutoka siku ya leo. Amen. Amen. Kanisa, eleweni sauti ya Mungu. Kubalini Mungu amuongoze. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Kubalini tu kusikiza sauti ya Mungu. Usiende na watu watakupoteza njia. Usiende penye kuko, utapotezwa njia. Enda na sauti hii ya Mungu. Sauti ya Mungu ikishuka, inaenda pamoja na wewe na inakufikisha. Sauti ya Mungu ikishuka, inakuelekeza tu pale panafaa. In the name of Jesus. Wakati unasikia sauti ya Mungu, uwepo nao unakuja, ndio sauti ya Mungu uisikize vizuri. Amen. Lakini sasa ukiwa uelewi sauti ya Mungu, usikii uwepo, shida imetanda kabisa. Amen. Moses akaambia tu Mungu, hata haombi. Akaambia Mungu, basi sisi
usituambie tuende kama hautatoka nasi hapa. Can you imagine binadamu akiambia Mungu, usituambie tuende kama hapa tupo nikuone hivi. Hey. Hapa hata nikiuliza watu Mungu anakuaga aje, hawezi jua. Hawajaingizwa katika ulimwengu wa kiroho. Unaona mambo yale Mungu anapendanga ya kiroho, wajue njia zake. Ukijua njia za Mungu umemjua mwenyewe. Ukijua njia za Mungu tu, kwa sababu kitu ya kwanza Moses ameomba njia zako, nionyeshe njia zako, kwa sababu Mungu hawezi katembea kwako kama hujui njia zake, utamfukuza wewe. Amen. Unajua kuna watu walikuwa wanaambiwa kitambo ati Shetani anakuaga hivi, anakuaga mpaka ana pembe. Yaani Shetani anakuaga mpaka unaona zile ghost. Zile mpaka kuna sinema zingine tunaonanga za horror, zinaitwa horror. Yaani kitu yani kinakuja mpaka kinakustua. Yaani na pembe. Watu walikuwa wanasema Shetani yako hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani hayuko hivyo. Kuna mtu alikufa na hiyo ni hadithi imeandikwa mpaka kwa kitabu, kwa sababu ni kitu hii. Kuna mtu alikufa na akaenda na wakati alifufuka alikuwa amefufuka katika penye kuna mlango ati kule watu wanawekangwa kwanza ndio sasa kesi ianze, kesi ya kuonyesha utapelekwa kwenye uhai ama kule jehanamu. Amen. Lakini yule mzee wakati alikuwa ameshuhudia pale akaambiwa, sasa ulikuwa unafanya mambo mabaya sana wewe. Na utapelekwa, malaika wakamwambia sasa utapelekwa motoni. Na before upeleke motoni, wacha tukuitie Shetani mwenyewe. Shetani naye akaja akiwa kijana handsome. Amen. Yule handsome kabisa. Sasa Shetani akauliza, huyu mzee akauliza, huyu ni Shetani kweli? Akaambia huyu ndiye Shetani mwenyewe. Na kule duniani unasemanga Shetani yako hivi, ana pembe, hana meno, manywele yake sijui inakaa. Huyu ndiye Shetani sasa. Ati huyu mzee naye akaanguka chini akamwambia, hapana, sijaamini wewe ni Shetani, kwa sababu kule duniani watu wanasema una mapembe, yaani hata ukikaa hivi ni kama utauma mtu. Akamwambia, watu huniharibia sana, lakini mimi niko hivi nipo. Na ndiyo maana nikitaka kutumia mtu siwezi tumia mtu ako hivi. Natumianga yule mtu yule kabisa. Amen. Huyu mzee akamwambia, sasa mimi nidanganywa sana, na nidanganywa wale watu walikuwa watu wazuri sana kule duniani. Akamwambia kwamba wale watu mimi nawatumia mimi, siwezi tumia kitu ambao hakipendeki. Ni kitu ambao kina attack watu, na ni kitu ambao kama ni msichana lazima kuwe mtu mrembo sana, mrembo kabisa, amepaka hivi mpaka na jicho la huku mpaka na huku kwa mdomo ni kama anakula damu kabisa. Sasa hapo natokea hivi, anajifanya sasa yeye ni Mungu. Amen. Lakini ile nini? Shetani mwenyewe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mzee alikuwa na tatizo nyingi sana, kwa sababu alimwambia, sasa mimi kile nahofia wale wako duniani watadanganywa sana, kwa sababu wanaamini Shetani ni kitu kitakuja kama kitu kinaogopesha, kitu ambao kitakuogopwa, lakini si mtu ati mhandisa, si mahali pazuri. Amen. Shetani muogope, si vile watu wanasemanga.
Na gĩkũtugaga Saitani ikinya tikĩrĩ. Nĩ gathuri koyo horo. Amen. Saitani togo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee Mr. Wakili. Ukienda pamoja nasi itatufanya mimi na watu wako kuwa watu wa pekee miongoni mwa watu wote duniani. Ati nini? Ukienda pamoja nasi, hebu soma vizuri kama mtu amekula vizuri. Ukienda pamoja nasi. Ukienda pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sikiza vizuri maandiko ya Mungu inasemaje? Ukienda pamoja nasi tutakuwa watu tofauti sana na watu wote katika dunia. Sasa nimuulize, si ni kweli sana ya kwamba Mungu hakuagi na pamoja nasi wakati wote? Kwa sababu tutapaswa kuwa watu tofauti sana. Yaani hapa hata mahali unafanyia kazi zako uwe mtu different. Watu wakikuonya hivyo wanasema tunataka duka ya yule mtu. Tunataka saloni ya yule mtu. Kwa sababu uko mtu different sana. Hata kazi zako kuna zingine unafanya ni kama si mambo ya huku duniani. Kwa sababu una malaika wanakuguide. Amen. Sasa Musa akamwambia kwamba ukienda tu pamoja na sisi kutoka siku ya leo tutakuwa watu different sana kuliko watu wote wa ulimwengu mzima. Utakuwa different kuliko mpaka wazungu wao mnasemana. Utakuwa mpaka different hata kwa matajiri wote. Hata Bwana Yesu asifiwe. Hey. Hata kwa president wote. As long as tu Mungu aende pamoja na wewe, uko mbele kabisa. Hakuna mtu anaweza kufikia. Oh, thank you Jesus. Si Mungu aende pamoja na sisi. Mungu aende pamoja tu na sisi. Amen. Oh, Mungu aende pamoja na sisi. Amen. Mungu aende pamoja na sisi. Amen. Tunataka tuende pamoja na Mungu. Amen. Hatutamuacha na yeye hata tuacha. Maana wakati mwingi tunalaumu tukasema ati Mungu anatuacha. Mungu hawezi kaacha binadamu. Sisi tukiondoka na yeye Mungu ndiye anaondokanga sasa. Wewe nenda zako tu. Jiongoze. Na Mungu sasa anakuacha sasa. Amen. Sasa presence ikishuka uende pamoja na sisi, tutakuwa watu tofauti sana kuliko hawa watu wa kawaida. Watu wa kawaida wanaweza sema zote. Watu wa kawaida hawezi ona mbele. Watu wa kawaida wanaonanga mambo ya kawaida. Sisi tumefukuliwa katika ulimwengu wa kiroho kuona mbele na kutengeneza mambo yetu katika ulimwengu wa kiroho. Unaweza ona mtu kama ni masikini siku ya leo, lakini ulimwengu wa kiroho akianza kutengeneza mambo yake vizuri, atengeneza uhusiano wake na Mungu, kuna mambo itakuja itengeneze maisha yake, na watu watakuja kusema huyu ni yule, si yule, huyu si, wanasema hapana, hakuwa hivi, kwa sababu Mungu alikuja katengeneza mambo yake katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Amen. Mnaona watu hodari sana, watu wako na jina kubwa sana, lakini wanakuja wanaisha. Ni kwa sababu ya kwamba ulimwengu wa kiroho walikuwa wanafutwa tu hawaoni. Wanafutwa tu hawaoni. Wanafutwa tu, wanaangushwa. Katika ulimwengu wa kiroho ndio watu huishia huko. Sasa hata wewe mwenyewe ukiwa hauonagi katika ulimwengu wa kiroho, huwa unashushwa tu, unasikwa tu, unashushwa, unapelekwa nyuma kwa sababu hauoni. Lakini ukikama unaona na macho ya kiroho, Mungu anakutangulia katika ulimwengu wa kiroho, utakuja kuwa kitu kile Mungu amesema. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mambo yenu lazima ibadilike kutoka siku ya leo. Mambo yenu lazima ibadilike kutoka siku ya leo. Kwa sababu unasikia presence ya Mungu imeanza kushuka. Kuna presence ya Mungu imeshuka katika mahali hapa. Itabadilisha maisha ya binadamu. Itabadilisha maisha yenu. Itabadilisha maisha ya hiki kijiji yote. Itabadilisha katika hapa pote. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. La kashanda la shani ya lado. Likashata payanda liyakatoza la bashanda la bahando. La kashanda mazuyali ya siti pakazona. Likazala barado shiriri. Shindiri ya lado shana la lado shata pazona. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Kuna mambo itacheje hapa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia katika ulimwengu wa kiroho, lakini watu wengine wameatakiwa, wametekwa. Wataachiliwa sasa.
wametekwa katika ulimwengu wa kiroho, na ukiachiliwa juaga ya kwamba kile kiko katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu huko ndiko mmaliziwa. Amen. Watu wale wanakufanga, nimemwambia mara mengi hivi, watu wale huwa mtu akikufa kesho, kwa sababu si kifo ya Mungu, unaonyeshangwa beleni sana, unaonyeshangwa bele na ila ndoto ama kufunuliwa, ulifunuliwa. Ukiuliza watu wengi wale huwa wanakuwa wamesema kitambo, kama wiki mbili ama wiki moja, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna kuwa na signs ambazo zinatumangwa na malaika wa kuonyesha kile adui zako wamepanga. Ndio sasa uamke uanze kufight, uangushe ile ngome za wachawi na waganga, uangushe ngome zote. Ndio sasa nawe uamke, yaani game yako ikue juu kuliko ya wale. Sasa madhabahu yako uiinue kuliko ya wale, uiangushe. Ndio katika ulimwengu wa kiroho, ukiangusha yale yako isuti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama haukuona vile kulikuwa kunafanyika, lakini sasa na kuwe mambo yako imeyatakiwa, utaenda tu ushushwe, kisha baadaye uondoke bila kutimiza malengo ya Mungu. Amen. So unakuta mtu alikuwa mzuri sana, alikuwa anaenda vizuri, alikuwa mke fulani na mambo yake inaenda vizuri, lakini within no time unakutana yeye kama mechizi, hajulikani nini amefanya. Watu wanasema ameroho, amefanya nini? Hiyo vita ilikuwa katika ulimwengu wa kiroho, in realm battles. Amen. Lazima uangalie in realm battles. Zile vita ziko kule in realm spirit, kwa sababu kama unaangalia na macho tu ya kawaida hautaona kile kilimaliza kwenu. Kiko katika ulimwengu wa kiroho, hauwezi ukakiona na macho ya kimwili hivi. Lazima uingie katika ulimwengu wa kiroho. Kuna watu wanasemanga, nilienda kwa nabii fulani ama kwa mtu fulani akasema mambo yangu mimi sitakagi hivyo. Mtu anasema mambo yako kwa nini? Wacha nikwambie, mambo inaonekana katika ulimwengu wa kiroho. Ule naona katika ulimwengu wa kiroho anaweza kusaidia. Kama unaona tu macho ya kimwili, hautasaidika, kwa sababu unaona tu hapa. Roho wa Mungu anatusaidia kuona mbele na kujua kile kimetengenezwa in realm spirit. Hallelujah. In realm spirit, kule in realm spirit, huko ndio hata mimi nilichulia ya kwamba Mungu ameniita nimtumikie, nikuwe mwanabii wake, nikuwe mtume wake, nikuwe pastor wa kukomboa watu wengi. Nilichuliwa huko. Kama sikuangalia huko singejua hata sasa hivi. Nilikuwa nasema nafanya mambo haifai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Laini zenu mtaziangalia katika ulimwengu wa kiroho. Kama unataka kujua ya kwamba Mungu amekufanya nini ama unafaa kusimamia laini gani, angalia katika ulimwengu wa kiroho. Macho ya mwili itakudanganya sana. Itakudanganya na utaanza kufanya, yaani utaanza safari ambayo haiendi kabisa. Amen. Unakuta mtu ni mwalimu lakini hakuna kitu kinamsaidia, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho hausomi mwalimu, unasoma yeye ni polisi. So hata mtoto akienda pale darasani kufundishwa na huyu, anafundishwa na polisi, si mwalimu. So kila saa yote ni makali, ni macho makali na kutandika watoto. Unatandika mtoto kwa sababu hiyo si haukuitwa. Kwa hiyo wewe ulikuwa polisi ukajipeleka kule sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na nikianza kuangalia hivi katika macho ya kiroho, ni wachache sana ndani yenu wanafanya kazi yao. Wachache sana wanafanya kazi zao. Ndio mnang'ang'ana sana kuingia pale Mungu alikuelekeza, kwa sababu unafanya kilicho chako, hizo si chako. Unafanya kile si chako kabisa. Lakini ukifanya kile Mungu alikutuma kufanya, kwa sababu mtoto akizaliwa anazaliwa kwa kukiwa na destiny ndani yake, ile Mungu amesema ya kwamba itaokoa watu, itakuwa ikiponya watu, itakuwa ikifanya kazi fulani. Yaani destiny zetu ni different hapa. Amen. Ndio naona huyu ni wakili, mimi ni pastor. Nikitaka mahali panataka mambo ya wakili nimuite sasa. Mambo ya kiroho haiwezi fanya pale. Amen. Huyu naye tunasema ni nani? Huyu ni anafanya kazi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa kiroho, someni katika ulimwengu wa kiroho kile mnafaa kufanya. Usistruggle sana, ustagine mpaka uchukie Mungu. Na Mungu hana shida. Mungu hana shida. Ni wewe tu, yaani unastagina, unazunguka kwa sababu ulifuata njia si yako. Kwa nini? Na unaanza kusema Mungu, kwani Mungu amenichukiaje? Hata mimi nasikia kujiua. Mungu hanipendi tena. Fuata
njia ile Mungu alikutuma. Chunguza kwenye inilium spirit. Hallelujah. Amen. Inilium spirit, huko ndio utajulia sasa nini hata kinatengenezwa hata siku ya leo. Unaweza kuwa unaishi na mtu unasema ni rafiki yako na ni adui mkubwa sana. Ukiangalia katika ulimwengu wa kiroho, waambie na Mungu, huyu atakumaliza huyu. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakumbuka nikiwa Mombasa mahali nilikuwa naenda pale katika karibu State House pale kulikuwa na mlima pale. Nilikuwa Mombasa. Nilikuwa naenda huo mlima. Lakini nikiwa naomba tu, nikiwa nasali hapo, nilikuwa nimepiga magoti. Mungu akanifunulia akaniambia kwamba adui unasemanga tu ni wachawi nini na waganga nini. Kuna rafiki yako uko naye karibu sana ambaye atakuja kukuangusha sana. Na atakupiga lakini hata kuweza. Lakini yupo. Sauti kaninenea hivyo. Lakini mimi mwenyewe nikaanza kufikiria kwa sababu pale niko na marafiki tu. Nani huyu? Nani huyu? Nikaomba sana, nikaambia Mungu, ningekuomba tu unifunulie. Kama vile unifunulianga mambo mengine, nifunulie. Sauti kaniambia kwamba usimchukie bali umpende zaidi kwa sababu nimekuonyesha. Amen. Wengine wenu hamwezi kukafunuliwa chochote kwa sababu ukifunuliwa leo hata naenda ukitusi, hata ukitunga nyimbo. Yumetwa dhudha ni dumanene kwa baisi. Paka unatengeneza tu wimbo. Unatengeneza tu wimbo. Kwa sababu ya chuki. Sasa unakuta mpaka kwa sababu roho wa Mungu hawezi fanya kazi na chuki, hata hawezi kufunulia. Kwa sababu roho yako nayo ni mbaya sana. Ukijua ni nani huyo, hata ujue mchai wa kwenu ni nani, ati ni mama yako mdogo. Yule mama yako mdogo, tunaenda huko nyumbani nasema, "Mtumia morogi, mtumia mabidhaika ngoma hizi. Utatupeleka kwa haraka sana. Endeni hata kesho nimekuja kwa sababu ulijua." Shida yenu ni hiyo, mdomo na chuki. Mdomo kidomo na chuki. Mungu hapendi kabisa. Haleluya. Mtaacha hayo, Mungu amfunulie kile Mungu anataka. Kile kinakumalizanga Mungu anakijua ni hiki tu. Kile kimezuilia ndo bomba yenu. Unakuta bomba yote yule akona utajiri mkubwa sana. Ni yule amenunua kakipikipiki na ni karoni. Unakuta hiyo bomba yote sasa yule ameinuka akona pikipiki ya roho. Na amebarikiwa. Na yule ameteka vizuri sana, ni mabati juu na chini na amepaka rangi. Yule amebarikiwa tosa. Kwa sababu mlikamatwa, lakini Mungu anajua ni nini. Lakini kwenu Mungu anataka kufunulia kwa sababu akikufunulia wewe leo, chuki yako na mdomo itaharibu kazi ya Mungu. Haleluya. Satani ashindwe muovu. Ashindwe sana. Satani muovu ashindwe. Ashindwe kabisa. Semeni ashindwe. Ashindwe. Sisi na declare kwamba nikiwa nimesimama hapa madhabahuni hapa nipo kwa sababu ya presence of God na nguvu ambazo Mungu ameweka katika madhabahu haya na mafuta ambayo Mungu amemiminia mimi. Na Mungu akateua mahali hapa ni mahali pa kusifisha neno lake na pa kubariki watu wake, kuinua watu wake. Madhabahu haya imeinuka sana. Imeinuliwa sana, ni venye hamwezi ona na macho ya kimwili. Amen. Nikiwa nimesimama hapa, nataka kutangaza ya kwamba this week I declare the power of God, amen, the presence of God upon your life. Amen. In Jesus name. Amen. Na hii wiki yote Mungu atakufunulia yale kile kinakumalizanga wewe. Amen. Atakufunulia in the name of Jesus. I declare, acha kwanza nisimame hapa in the name of Jesus. Mungu atakufunulia hii wiki kile kimevuka utajiri wako, kile kimeharibu ndoa yako, kile kimeharibu mjumba yako, kile kimeharibu kazi zako. Hii wiki, this week, oh my God, in these 7 days, halaka shanda la bahanda, reketa la bo shanda liarado shanda mahanda, rikapata salabo shanda liarado. Mambo yote imewafunga katika hii wiki itaondoka yote. Amen. Kwa sababu Mungu atamuonyesha na atamuonyesha njia ya kutoka kwenye hayo mambo.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wakati Mungu alikuumba hakukuumba uteseke. Mtu ni mfano wa Mungu. Mungu alikuumba wa kuendelea na mbele na kumsifu. Oh la kashanda la bahanda. Kile kilikushika, kile chote kilikuattack, kile kilikurejesha nyuma, chote nimekiamulia kwamba kikatoke katika jina la Yesu Kristo. Kikatoke katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Chote kikaondoke sasa. Kikatoke. Baka shanda la bahanda. Rikazo prakazori arado shanda la bahanda. In the name of Jesus. Amen. Tutajuaje tuna Mungu kama isipokuwa vile tu atatembea pamoja na sisi. Atembee pamoja na sisi. Aende pamoja na sisi. Rekeshete pazwara bori arado shanda. Wakati ule tu presence ya Mungu itakuja. Rikazo talabo shalalabo shilelelele yarado. Rikazote pazwani ya handose ya labahanda. Nisome hapo nimalize. Oh la kashanda la baladu shilili yarado. Rikata la baladu shanda. Nisome 15 la kashanda pazali barado shilili yarado. Musa akasema kama wewe binafsi hutakwenda pamoja nami, basi usituondoe mahali hapa. Maana nitajuaje kuwa nimepata fadhili mbele zako? Maana nitajuaje mimi mtumishi wako? Mimi na watu wako kama usipokwenda pamoja nasi? Ukienda pamoja nasi. Itatufanya mimi na watu wako kuwa watu. Hebu tafutie Biblia ya Kizungu nisome hiyo line. Itatufanya mimi na watu wako kuwa watu wa pekee miongoni mwa watu wote duniani. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa. Kwa kuwa umepata fadhili mbele zangu. Nami nakuja kwa jina lako. Jambo hili ulilolisema na litafanyika. Musa akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Mwenyezi Mungu, si bali tu kwa sababu ati tuna nguvu. Si ati kwamba tuna uwezo ama tunafaa mbele za Mungu. Tusihi Mungu atuonyeshe sasa wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Tusihi Mungu akatufungulie hii mitia. Akatuonyeshe mlango wa kutoka mahali ambapo tumezuiliwa. In the name of Jesus. Soma hiyo sana hiyo na hiyo tishi. Mwenyezi Mungu akamjibu, nitapita mbele yako na kukuonyesha wema wangu wote. Nikilitangaza jina langu. Nikijiita Jehova Mungu mtakatifu. Yeye Mungu mwenyewe akitaja wema wake na akitaja jina lake. Hebu soma na Kizungu hapo. Umemaliza? Hiyo line. Na kukuonyesha wema wangu wote nikilitangaza jina langu Mwenyezi Mungu. Mimi nitamrehemu yule ninapenda kumrehemu, na kumhurumia yule ninayependa kumhurumia. Hebu sikizeni neno la Mungu. Nitamrehemu yule napenda kumrehemu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wasingangane na wewe. Amen. Watu wasingangane na wewe as long as Mungu amekurehemu. Amen. Mungu amekupenda. Amen. Mungu amekuonyesha fadhili zake. Ni kupenda kwa Mungu. Haleluya. Hata wangangane na wewe hawatakuweza. Maana fadhili za Mungu ziko juu yako. Maana maisha yako iko mkononi mwa Mungu. So hawatakuweza. Wataangalia sana, watajaribu sana kukushusha katika kukushusha chini, lakini hawataweza, kwa sababu nguvu za Mungu ziko ndani yako. Uwepo wa Mungu umeshuka lakashuka. Likishindilia la dushana marabu handa. Likashanda. Hebu nisome hapo. The presence of God. The presence of God. Likashandu pakazuri baradushatu.
Bwana Yesu asifiwe. Yes. Go ahead. Nianze kwa 15. I'll sum you right. Said, Then Moses said, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. How will anyone know that you look favorably to me, on me and on my people? If you don't go with us, for your presence among us set your people and me apart from all other people on the earth. Then Lord replied to Moses, I will indeed do what you have asked, for I look favorably on you, and I know you by name. Moses responded, then show me your glorious presence. The Lord replied, I will make all the wilderness pass before you. Moses responded, then show me your glorious presence. Your glorious presence. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then the Lord replied, utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Ati unionyeshe tu your glorious presence. Utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Macho yako ikifunguliwa hautaona kitu kingine, utaona utukufu tu wa Mungu. Ikifunguliwa hautaona dunia, hautaona mashida, hautaona magonjwa, hautaona kuisha. Wakati utafunguliwa macho yako, hautaona kuisha tena, utaona kuishi, utaanza kuona glorious presence of God. Lekeshedeliarado lakapaseliarado shandarabahanda nikazalabahanda shendeliarado. Stand up on your feet, declare now presence of God upon your life. Presence of God, glorious presence of God upon your life. As I could declare. Omba in the spirit, pray in the spirit. Rekeshende yarado, prakazori yarado, shandara barado, rakatara barabahanda, yarakazara yarado. Oh, presence of God. Natuma uwepo wa Mungu katika maisha yako. Natuma uwepo wa Mungu katika maisha yako. Holy Spirit, Holy Spirit, rekeshende, rikazandara bahanda. Wale wamefungwa wakafunguliwe sasa. Wakafunguliwe na neema hii. Wakafunguliwe. Rakaparabahanda. Natuma roho wa Mungu kufunguliwe. Natuma uwepo wa Mungu kufunguliwe katika maisha yako. Natuma neno la Mungu likakufungue. Rakarabarabo. Rakarabarabahanda riado. Sendelele riado. Naona ndoa zimefungwa zitafunguliwa. Naona watoto wako wamefungwa watafunguliwa. Naona kazi zimefungwa zikifunguliwa. Raise your voice. Ombea maisha yako. Omba uwepo ushuke. Uwepo ushuke. Presence of God, declare in the name of Jesus. Declare in the name of Jesus. Declare in the name